Naam, basi kwa mara nyingine tena tumerudi na kitu hiki hapa, kitu cha Kinigeria naita God of Money. Kama kawaida ni ule mfalme wa Nigeria Tanzania nzima, tukizidi kuwashia moto ndani ya Tanzania na kitu hiki hapa, baba la baba wanaita God of Money. Ni kutoka kwa Wakali Kwanza Production ndani ya Tanzania, nikiwa sambamba kabisa na mkali wangu wanamuita baadaye sana media kutoka Zanzibar, Suleiman Kisauti, sambamba kabisa na Shafii kutoka Zanzibar. White Foridi ni ndani ya Kariakoo, Dar es Salaam, kwa pamoja wakituletea moto mkali huu hapa wa Kinigeria. This is season for harvest. Leo ni nyumbani kwa bwana mmoja, Lucky the Great Entertainment, sambamba kabisa na Home Video Library, Malingumu Video Library kutoka Sengerema, kwa pamoja wakiwasha moto huu mnene. You have made your own song, Caesar. Leo ni nyumbani kwa Caesar. Caesar alikuwa ni tajiri, mtu mwenye pesa nyingi sana. You must know that the time has come. Anasema Caesar, lazima ujue kwamba muda ushafika. Muda wa mavuno. Odogu. Can't this balance be redressed? He knows the right thing to do. Anasema yeye anajua kitu gani cha kufanya. Anajua kitu gani sahihi cha kufanya. Odogu, You have spoken well. Muongea vizuri. You have spoken with a sense of. Tena muongea katika lugha ambayo ni safi kabisa. Isiyokuwa message itakuwa imeshafika. Haina shida. Sasa huko upande wa pili. Leo bwana huyu on fire. Alikuja kwa shemeji yake kuomba msaada. Anasema nyumbani kwangu moto unawaka. Nimevamiwa na njaa. Yaani njaa inanisumbua sana. Mimi binafsi sijui cha kufanya, nateseka mno. Our fast every day we pump camel. Yaani unaambiwa na siku kama 2 hivi hatujagonga chochote. Please, tafadhali husband, mwambie mume wako anisaidie kitu ya kula tafadhali. Niko chini ya miguu yako. Naomba mwambie mume wako anisaidie kitu ya kula. As well as I do that, it's only your brother that can permit what you have just said. Yes. So where is he? Oh, what kind of life is this? Eh? Somebody's brother is stinkingly rich, yet is starving. I have not forgotten the code of conduct of the Zumba Brotherhood. No. And I know what time of the year it is. But I am not afraid to die. But I believe something to be done. Anasema mimi siogopi kufa. Kaambia sawa. The right thing to do. Anasema najua kitu gani sahihi cha kufanya. Master. Lazima uende kwa master. Mara amefiga ndugu yake. Caesar, vipi? Kwa nini umekuja hapa? Tena ghafla namna hiyo? My family were starving. So akaambia familia yangu ina matatizo ya njaa. Stop me here. Kwa hiyo ndio umekuja kunisumbua kwa ajili ya hiyo? With my wife or one of the servants to give you whatever you. Kwa nini usiongee na mke wangu akupe na watumishi walioko akupe chochote unachokitaka? Now. Sasa kaambia ondoka hapa. Naam. Kabili jamaa toke. Na maana matatizo alitakiwa malize kule kwa mke wake na wafanyakazi walikuwepo. Basi Caesar aliendelea kuongea na yule mtumishi ambaye alitumwa kwa ajili ya kazi. Anasema unajua wakati wote. I know. Anasema ninajua hicho ambacho alitakiwa kufanya, na maana kuna sadaka ambayo alikuwa anatakiwa atoe kwa miungu ambayo alikuwa akiitumikia, kwa sababu huyu mtu alikuwa akimtumikia ule Mungu wa pesa, God of Money. Ni katika sehemu yetu ya kwanza kutoka Full Respect Family. Lakini mzee huyu Mr. Caesar na mtoto wake wa kiume ambaye anaitwa Akon alishaua watoto wake 2 wa kiume kwa ajili ya mambo ya sacrifice. This shoot has been on for some time now. Basi huyu mtu alikuwa ni mtumishi wa Mungu, tena pastor kanisani. Alikuwa anaomba na kila siku alikuwa akiwa na imani kwamba Mungu ndio kimbilio lake, pamoja na kwamba baba yake alikuwa ni mtu anayetumia sana mambo ya kishirikina. Umeona hiyo? Wakati huo walipata simu kutoka kwa familia, kwa mama yake hasa mzazi. Leo
not going to die of hunger. Papa. Sasa unataka tufe na njaa? Akaambia baba, mimi siwezi kupokea chakula hiki kutoa kwa Caesar. Son. Kwa nini? Akaambia mwanangu, sisi tunahitaji chakula. Tunahitaji tupate chakula kwa ajili ya mahitaji yetu. Hatuna njia ya kufanya. Akaambia baba, wewe umemsahau mtu. The money. We cannot eat these things. Anasema hatuwezi kula hiki chakula ndani ya nyumba hii. Huyu mtu ni bora tufe na njaa. Huyu mtu ni mshirikina, mtu wa mapepo. Sasa ametoa kweli mchele na mafuta na nini, lakini mtoto wake amekataa. Haiwezekani kwa sababu anamjua huyu mtu, tabia yake na mwenendo wake kwa ujumla. Haya sasa. Leo jamani, nini kinachoendelea? To let her that she wants to withdraw from the knighthood of St. Christopher. He just Huku ni nyumbani kwa bwana. Huyu ni mkwe wa familia ya bwana Caesar. of the church, they needed to inform us. You know, they didn't just want to. I don't know. Anasema sijui, kakaangu amepiga simu. I'm going to have to speak to my mother. Anasema nitakwenda kuongea na mamangu. Can assure you that before the next meeting, you Na nitakuonyesha hiki kinachoendelea kabla ya mkutano mwingine hujafikia, ambao itakuwa ni poa, haina tatizo, mambo yote tutayaweka sawa. Haya, huyu ni mume wake. Anasema lazima tuifuatilie hii barua kwa sababu nao walikuwa wanatakiwa wachangie kiasi cha pesa kanisani kwa ajili, najua kanisa ina mahitaji mengi. Kwa hiyo wakati mwingine lazima watu wajitoe kwa ajili ya kanisa. Please, Lordship. Sasa kule kwa Lordship pamoja na Caesar akaambia, tafadhali nipe muda. Caesar, your chances are very limited. Akamwambia nafasi yako imeshaikuwa limited. Ulitakiwa utoe kile ambacho kilitakiwa. We can do. Anasema hakuna njia nyingine yote utakayoweza kufanya. Caesar, only viable option is your son Akuna. Akamwambia ili uweze kutoa sadaka iliyoshiba ni lazima mtoe mtoto wako Akuna. Time I tried to offer. Anasema mara ya kwanza alivyojaribu kumtoa kama sadaka imeshindikana. That's why I say your chance. Akamwambia hii ndio nakwambia, nafasi yako itakuwa imeshaisha. Muda wako umeisha. Kwa hiyo kama umeshindwa kutoa sadaka kwa ajili ya mtoto wako Akuna, basi ujue hilo limeisha. Tutashindwa kusaidia. Oh yes. How about Williams, my son? Anasema naye mtoto wangu Williams, mwanangu. Is not expendable. Akamwambia William is not expendable. Yesu sadaka inayotosheleza. Yule ni mtoto wa nje ya ndoa. I'm giving you 1 week. Ninakupa wiki moja. Fanya kila liwezekanalo ili uweze kumtoa mtoto wako kama sadaka ya kuteketeza, la sivyo utakufa. Lordship aliondoka. Caesar alichanganyikiwa. Atafanya nini kwa hiki ambacho kinatokea? Na alitakiwa akatoe sadaka ya kuteketeza kwa ajili ya miungu yake. Naam. Mama huku naye alirudi katika imani ya kimungu, akimtumikia Mungu wake, akijua ndio kila kitu katika maisha yake. Alisoma Biblia. Bible ndio kila kitu. Wow. Mama alihisi kuna kitu ndani ya nyumba hii. Vitu vya ajabu vilikuwa vinanguruma. Vitu vinalialia katika staili ambayo yeye mwenyewe hakujua ni staili ya aina gani. Alimuona mtoto wake. Hakuna. Mwanae ni padri. Hakuna. Mara kapotea. Mbona nimeona mtoto wangu kabisa? Kuna nini hapa? Mama alidata. I say, hii ni kitu gani? Mama alikuwa anaota ndoto. Hii ilikuwa ndoto mbaya sana kwa upande wake. Hakuamini hiki kilichokuwa kinatokea. Haya, maisha yakaendelea. Kule nyumbani kwa Caesar. Ni kitu cha Kinigeria, kitu anaita God of Money, inaletwa kwenu na mfalme wa picha za Kinigeria Tanzania. Huyu sio mwingine ni Kinta Kunta, unaweza kanita DJ Spencer, AK mchungaji, AK Don, wewe tu. Naam. Prepare the others.
Sasa huku mzee Caesar akawaambia watu wake, andaeni watu wengine. And afterwards, nafikiri tunakwenda kufanya kitu fulani. Akaambia okay. Mara mkewe kaja. Sasa mama kwa ndoto alikuwa ameota usiku wa jana. Akaona hapana, huyu mtu kuna kitu anafanya. Kuna kitu anataka kufanya kwa ajili ya mtoto wake hakuna. I had a dream. Anasema nimeota ndoto. Ndoto gani? Akaambia nimeota ndoto kwamba wewe unataka kuniulia mtoto wangu, umtoe mwanangu sadaka. Wewe umekuwa demons. Naomba umwache mtoto wangu aliyebakia hai. Tafadhali, muache mtoto wangu. what are you talking about? Unazungumzia kuhusu nini? Am I cooking? Akamwambia nimenusa kitu nachopika. Kaambia napika nini? Akaambia unapika ushetani. Nimeona kabisa unachopika. Leave my only surviving son. Naomba umwache mtoto wangu pekee anaishi. Tafadhali. Uwezi ukaniulia mtoto wangu kama ulivyoua wengine. Naomba umwache mtoto wangu pekee yangu. Mwache mtoto wangu pekee yake. I will not shut up, Caesar. Akamwambia Caesar, sitanyamaza. Kwa hili nakwambia kabisa sitanyamaza. They kept telling me that you are the... Anasema kuna kitu kinaniambia kwamba wewe kuna kitu nataka kufanya kwa ajili ya mtoto wangu. Naomba ukae mbali na mwanangu. Sawa? Yaani kaa mbali na mtoto wangu nakwambia. Blood sucking demon. Wewe ni blood sucking demon. Kaa mbali na mtoto wangu Caesar. Nimekuambia kaa mbali na mwanangu. Wewe ndio demons. Nimekuambia kaa mbali na mtoto wangu. Wewe hapo. Get out of fire, cross you now. My God will not allow me. Haki ya Mungu nakwambia. Na Mungu wangu hatakuacha. Jesus will suck your... Yaani Yesu Kristo atakumaliza wewe. Nakwambia mtu mbaya kabisa wewe. Nataka kuja kuniulia mtoto wangu mmoja aliyebaki. Pumbavu kabisa. Mwanaume alichukia kweli na ndio sadaka inayotakiwa, lakini sasa imekuwa pia ngumu kuitoa sadaka kwa sababu kwanza mke ana complain alafu mtoto na imani ya kimungu. Hiyo ndio shida. Mbona sasa huko kwa mzee mkubwa? Like I was saying, Anasema kama nilivyosema. I want you to understand that. And also know. Akamwambia unatakiwa uelewe. Huyu ni ndugu kabisa na Caesar, lakini wao wana shida kinyama. Kaka mtu huko ana pesa kama anapaka anaumwa. Papa, I understand what you're saying, but I've decided not to have. Akamwambia baba, nimekuelewa unachosema, lakini ni kuna vitu ambavyo nimefikiria kuvifanya ambavyo naona kwamba vitakuja kutusaidia. Wow. Sasa wakati huo leo nyumbani kule kule kwa ndugu yake na Caesar. Amekuja Caesar. Sasa kaona kulikuwa mtoe mtoto wake ambaye imekuwa ngumu kumtoa. Kaona bora adili na ndugu yake. Huyu ndo anaweza akawa kichwa mzigo. Umeona? Wow. Huyu ndo Caesar. Oh, vipi? Caesar. Karibu sana. You're welcome. Karibu. How's everyone here? Vipi? Mambo yanaendaje hapa? This one you came to my house without letting me. I hope all is well. Anasema anafikiri ulivyokuja hapa nyumbani kwangu. Nadhani watu wote wa jambo. Kaambia wazima kabisa. My only brother. Najua kwa nini nisije kumsalimia kakangu wa pekee. Ndugu yangu wa pekee. Kaambia basi tuenzetu ndani. Lakini mwanae aliondoka kuona kwamba hapana. Cheki nguo yake inavyoburuta huko, inavyobebwa na wapambe. Yaani wanalipwa mshahara kwa ajili ya kubeba nguo ya mheshimiwa. Watu wana pesa mpaka wanaumwa. Mkia unabaki huko nyuma bablai. Umeona? Hao ndio watu wenye mapesa yao. Yap, ndio mambo haya. Please, Lady Carlo. Haya, kule kwa Lady Carlo. Ilibidi Please, listen to me. mama aende kule kwa watumishi wa Mungu. Anasema siwezi kusikiliza wewe. Convince me otherwise. I'm no longer interested in your nephew. Serious. Anasema siko kabisa na hii mambo yako matron. Member of our decision. Mimi ndio member wa hii decision. Inakuaje? The entity. And yet they give prestigious position to people who are known to be evil in the society. I cannot. Please, Anasema siwezi kuwa na watu ambao tayari ni mapepo. Akaamba tafadhali kuwa mpole.
Niwe mpole kwa sababu gani? Is that the entire knighthood institution has been crippled by corruption. Anasema mambo yote, maamuzi yote mliotoa yameingiliwa na sababu mbalimbali. Baada ya yote yaliyotokea, that Caesar is evil. Caesar ni evil. Na nawaambia kabisa kwamba mtu ni pepo. Hamtaki kuelewa. Kwa nini? He remains above the Knight of St. Christopher. Huyu mtu amekuwa akiwatumikia mapepo kila siku. Hamtaki kunielewa. Kwa nini lakini? And his court. Nimechoka. By the front row of the church seats every Sunday. Yaani kila siku ya Jumapili mnasali hapa, mnashindwa kuyaondoa mapepo. Kwa sababu gani? I don't want to be a member of your knighthood anymore. Is it my fault? Since you people have no eyes to see, can't imagine Caesar, his only surviving brother. Anasema angalia, ndugu yake Juno ndio peke yake anayeishi. Why Caesar himself? Caesar anafanya mambo mangapi nyinyi watumishi wa Mungu wamuone? Mimi sisali kwenye kanisa tena. Kama nyinyi mnashindwa kuyatoa mapepo. Quiet. Siwezi kunyamaza. It's all right. It's all right. You know, we have to come to your house. We come to two of you together to know how we settle this matter. Please. Because me, I'm already worried though. That's no problem. Whatever you want to do, do it fast. Anasema hicho mnachotaka kukifanya, basi kifanyeni faster. Vinginevyo itakuja kuwa mbaya. Mimi siko tayari kabisa na mama. Sasa kule kwa Junior. To think very deeply. Leo jamaa kaongea kwamba unajua kuna vitu ambavyo viko very deeply. What you think your problems might be. Anasema nafikiri kwamba matatizo yako mimi nitaweza kuyamaliza. Rumor in town. Kuna rumors huko mtaani kwamba mimi nafanya hivi. Lakini mimi siwezi kumdhuru ndugu yangu wala siwezi kumfanyia ubaya ndugu yangu. Think. Fikiria. Tell me what the problem is now. Niambie sasa hivi unafikiri shida ni nini? My brother Caesar. Kaambia kakangu Caesar. I want to start by thanking God. Anasema kwanza nataka nimshukuru Mungu. Finally you have come to remember that. Hatimaye umekuja kunikumbuka mimi na kuniambia na shida gani. Unajua ni ngumu sana ndugu yako apate hela leo aje akukumbuka kwamba eti bro na shida gani, labda una tatizo gani. Maana ni mara chache sana. Sasa Caesar leo amekuja kumfuata ndugu yake akitaka kumuuliza hasa labda ndugu yake ana matatizo gani ili amsaidie. Anasema ni kweli, nimeshukuru sana kwa hili. Kwamba sawa, basi ni wakati wewe kunieleza una tatizo gani ili mimi niweze kukusaidia. I'll think about it. Kaambia basi okay, tafikiria kuhusu hili. Set in 2 days. Naomba ufikirie ndani ya siku 2. Niletee majibu. Meanwhile. Sawa. James. Sir. James. Kaletwa mazaga mzee. Pesa ya kutosha. Here's some money for you here. Akamwambia ni pesa kwa ajili yako. Itakusaidia. I'm tired of this cry. Nimechoka na hii kilio kila siku, naomba unataka hela una shida. The other day and chukua pesa. Kwanza siku ile ulivyokuja pale uniaibisha sana. Kwa hiyo nimekuletea leo pesa. Maliza shida zako zote. I want to put an end to it. Nataka nimalize shida hii. Yaani shida yote iishie hapa. For your upkeep. Chukua hii itakusaidia kwa ajili ya matatizo yako. Sawa? With my answer. Na nafikiri hii itakusaidia kwa majibu yako. Jamaa kuamini ni pesa ndefu kweli. Pesa imejaa box. Caesar. Junior kuamini. Caesar, yote ni ya kwangu. Akamwambia ndio. Pesa yako hii. Haiko hata shida. Caesar, thank you very much. It's just a pocket change. Akamwambia ni chenchi ndogo tu. Nini unawazawaza? Hii ni machenchi ya kula, tunakushangaa. Wewe unawazawaza vitu kama hivi. Wakati mimi naamini kabisa hii ni hela ndogo tu. Caesar, thank you very much. Akamwambia Caesar, thank you very much. Asante sana Caesar kwa msaada wako. Umenisaidia sana. Sasa Junior kujua kwamba Caesar sio mtu mzuri. Umeona hiyo? Haya, Caesar anaondoka. Lakini kumbuka Junior anaye mtoto wake wa kiume ambaye hamkubali kabisa Caesar. Na anajua Caesar ni mtoa kafara huyo. Wale ma-Freemason. Alimletea hela yake kabla hajaondoka. Uncle Caesar. Your money we don't need. Naomba uondoka na hela yako, hatuhitaji. Hatuhitaji pesa yako.
Alishangaa Caesar. Uchenna. For several years now you have neither greeted me nor called my name. So, kwa miaka kadhaa hukunisalimia na leo unaniita jina. Kwa nini nawaletea pesa utaka kaambia Uncle Caesar? Mimi najua. Very thoughtful for you as an uncle dad. Tena, mimi najua uncle wangu alivyokufa. Yaani, spendi kabisa. Hii tabia yako sana anakumbuka ilivyokuwa mpaka ndugu yake akafa. Naona kwamba siku hiyo Uncle Caesar alikuja hapa. Baada ya kuja hapa nyumbani. It's my son. Yuko wapi mwanangu? Kaambia yuko ndani. Okay. Huyu anavukujaga na mnaye anavutumwa na ule lordship. Anakuja kwa style ya aina yake. Sasa Uchenna anajua hili kwamba huyu mtu hapa ameleta hii pesa, lakini pesa ni kwa ajili ya kuja kumchukua mtu akamtoe kafara. Sasa Uchenna akawa anashangaa, huyu mtu vipi? Nini kimemleta huko? Kaona poa, ngoja aone kinachoendelea ni nini. Umecheki hiyo? Naam. I say. Sasa wakati huo uncle alikuwa yuko ndani. Caesar amekuja. Mara sangapi hajatokezewa na ule mzee mkubwa lordship. Jamaa kishangaa mtu nani? Who are you? How dare you come into my house? Alafu unaingiaje nyumbani kwangu bila hodi? Kaambia nimepewa taarifa na babako. Which is? Babangu. Kwa lipi? Alimpiga kitu mzee. Maona hiyo? Au jamani shida. Kumbe Uchenna alikuwa anachungulia dirishani. Jamaa alivuta moyo namna hiyo. Aliogopa. Moyo na mawasiwasi. Alivuta namna hiyo mzee nani? Bwana. Sasa sijui akimbie. Jamaa alipiga kelele. Akamwahi ndani. I said. It's okay, I'm here. Nini shida? Yule mtu ashapotea. Ambrose. Is okay. Ambrose ashadedi. Mungu wangu. Sasa. Ha. Oh my God. Inakuaja. Ambrose habari yake imeisha. Kudadeki. Akamwambia sijawahi kukusamehe katika maisha yangu. Najua uliyafanya. Instead of you accepting the responsibility, you brazenly told me that you traveled on that day, uncle. Even when uliniambia siku ile umesafiri. Conversation on that day. Unafikiri mimi sikumbuki siku ile ilitokea nini? Uncle Ambrose alikufa. Niliapa sitaka nikusamehe kwa sababu wewe ndio ulimuua mtoto wako. Pumbavu kabisa. Ondoka na hela yako. Uchenna amekataa pesa. Haya poa. Kaacha hapo hapo. Kipita Jose hapo akutana na hela kama hii hataki kujua. Wao wanakulaga mpaka mbuzi wa mganga. Ile kuku wa mganga ndio chakula chao. Mganga akitupa wao wanaenda kuokota. Ndio msosi huo. Mzee mkubwa akaondoka. Lakini huko nyuma baba mtu anashangaa Junior. Kaambia pesa hii ya kishetani ondoke na hela yake. Nani anataka hii pesa hii? Pesa gani hivi? Pepo huyo. Lana sumaka. Naam. Haya. Baada ya Caesar kuondoka, nini kilitokea? Mimi sipati picha. Usikose sehemu ya pili ya kitu hii wanaita God of Money. Nikinta Kunte 0755171779. Unaweza kujipatia vitu vya ukweli sana Nigeria za maana kwa niaba ya familia yako. Kumbuka ni Baadaye Media kutoka Zanzibar kikuletea ngoma hii hapa bila wasiwasi wote.